Kwa sasa naweza kusema ya kwamba ni kama vile klabu ya Yanga kuna mchongo wanausikilizia toka pale kafu. Na hii ni kutokana na vurugu ambazo zimeweza kutokea kwenye baadhi ya michezo katika kundi lao B. Tumeweza kushuhudia matukio mbalimbali yakiweza kutokea kwenye mchezo kati ya JS Kabylie dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, lakini pia tumeweza kushuhudia matukio mbalimbali yakitokea kwenye mchezo kati ya AC FAR Rabat dhidi ya timu ya National Al Ahly pale nchini Morocco. Kwa hiyo klabu ya Yanga wao wamejituliza pembeni kimya, ni kama vile wanasikilizia tu ni kitu gani ama uamuzi gani ambao kafu wataanza kuchukua mara baada ya matukio hayo kuweza kufanyika kwenye michezo hiyo. Lakini hapa klabu ya Yanga yeye kwa upande wake anautazamia sana sana ule mchezo kati ya AC FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, mchezo ambao kiukweli naweza kusema ulikuwa una mambo mengi, tena mengi sana. Tuliweza kushuhudia matukio yasiyokuwa ya kiungwana. Kwa hiyo klabu ya Yanga wanasikilizia pale kitu ambacho kafu watakwenda kuamua mara baada ya matukio mbalimbali kuweza kuonekana katika mchezo huo hapo. Lakini pia kwenye taarifa ambayo kafu waliweza kuitoa mara baada ya michezo yote miwili katika kundi B, mchezo kati ya JS Kabylie dhidi ya Yanga Sports Club, lakini pia mchezo kati ya AC FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, kafu wao waliweza kutoa taarifa ya kwamba limelaani vikali uvunjaji mkubwa wa usalama uliotokea wakati wa mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika uliochezwa tarehe 28 Novemba kati ya AC FAR Rabat kutokea Morocco dhidi ya National Al Ahly kutokea nchini Misri, lakini pia JS Kabylie kutokea nchini Algeria dhidi ya Yanga Sports Club kutokea nchini Tanzania. Hivyo kafu imesema matukio haya yamewasilishwa rasmi kwenye bodi ya nidhamu kwa ajili ya uchunguzi. Kwa hiyo hapa tuweze kutegemea majibu yakiweza kuja haraka iwezekanavyo kabla ya kalenda ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika kuweza kuendelea. Labda tu niweze kukwambia katika mchezo wa AC FAR Rabat dhidi ya timu ya Al Ahly kulikuwa kuna matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanafanywa na mashabiki wa timu ya AC FAR Rabat mara baada ya mchezo huo kuonekana kama timu yao imeshindwa kupata matokeo ama National Al Ahly kuweza kusawazisha bao ambalo waliweza kufungwa na timu ya FAR Rabat. Mashabiki wa timu hiyo walionekana wakirusha vyupa mbalimbali kama silaha kwenda kwenye uwanja, lakini pia iliweza kuonekana silaha ya ncha kali uwanjani, na maafisa wa mchezo huo waliweza kukichukua iko kifaa cha ncha kali na kukionyesha. Kwa hiyo kwa matukio kama hayo hapo huenda kuna lungu kubwa linaweza likawakuta timu ya AC FAR Rabat. Lakini pia tukirejea hata kwenye mchezo kati ya JS Kabylie dhidi ya timu ya Yanga Sports Club kulikuwa kuna matukio mbalimbali ambayo yameweza kutokea. Ukiangazia kwenye mchezo wakati ulivyokuwa unaendelea kulikuwa mashabiki wa timu ya JS Kabylie walikuwa wanarusha machupa ama makopo kuelekea kwenye goli la Djigui Diarra mpaka Djigui Diarra alifikia uamuzi wa kama kususa fulani hivi. Lakini pia mara baada ya mchezo kutamatika kulikuwa kama kuna vurugu iliweza kutokea pale. Benchi zima la ufundi la timu ya JS Kabylie inaonekana kuna kitu hawakukubaliana nacho, na hata wachezaji wa klabu Yanga walivyokuwa wanaingia kwenye vyumba vya kubadilishia nguo walikuwa wanakimbia, wanaharakishwa waingie haraka ndani, kwa maana kwamba usalama ulikuwa mdogo katika eneo la uwanja. Sasa matukio haya yote mawili, tukio la mchezo kati ya AC FAR Rabat dhidi ya Al Ahly, lakini pia tukio la mchezo kati ya JS Kabylie dhidi ya Yanga Sports Club, yote kwa sasa yapo chini ya uchunguzi wa kamati ya nidhamu kafu, ambao hawa ndio wasimamizi wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia michuano hile ya kombe la shirikisho. Kulingana na matukio haya yote, video zilizoweza kupatikana zote kwa pamoja zitachukuliwa na kwenda kutazamiwa pale na kuchunguzwa, lakini pia maafisa wa usalama waliokuwa kwenye uwanja na wao pia watatoa kile ambacho waliweza kukiona kwenye michezo hii hapa. Kama ninavyofahamu kafu wanavyoandaa mchezo wanapeleka na maafisa wao katika mchezo husika. Kwa mfano kwenye mchezo kati ya AC FAR Rabat na Al Ahly kulikuwa kuna afisa usalama pale, lakini pia kwenye mchezo wa JS Kabylie dhidi ya timu ya Yanga Sports Club, lakini pia napo kulikuwa kuna maafisa usalama. Hivyo maafisa hao usalama kwa kushirikiana vyema na kafu, lakini pia zile video ambazo zilikuwa zikionekana kwenye matukio mbalimbali ambayo mashabiki wa timu zote mbili walikuwa wakifanya vurugu, zote nazo zitaingia katika uchunguzi ili kubaini chanzo na ni hatua gani ziweze kuchukuliwa mara baada ya timu hizo mashabiki wake kuweza
kufanya vurugu. Sasa hizi hapa hizi hapa ndo adhabu ambazo timu ya AS FAR Rabat pamoja na timu ya JS Kabylie wanaweza kukumbana nazo mara baada ya uchunguzi wa kafu kuweza kukamilika. Kama ninavyofahamu, kafu mara zote pamoja na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA huwa wanasisitiza sana masuala mazima ya play fair. Sijui unaelewa, masuala mazima ya uungwana katika mchezo. Wao huwa haruhusu vitendo vyovyote vya udhalilishaji, uvunjaji wa usalama na vitendo vingine vyovyote visivyokuwa vya kiungwana. Kwa hiyo kulingana na matukio hayo ambayo yaliweza kutokea kwenye michezo hiyo miwili, ni zaidi ya kwamba kulikuwa hakuna usalama ndani ya michezo hiyo. Sasa hizi hapa ndizo adhabu ambazo huenda timu ya AS FAR Rabat watakumbana nazo, lakini pia timu ya JS Kabylie watakumbana nayo katika kile ambacho alichoweza kukifanya kwenye michezo yao. Sasa adhabu ya kwanza ni kupigwa faini kiasi cha pesa taslim, na hii kiasi cha pesa kitategemea na ukubwa wa tukio lenyewe ama ukubwa wa jambo ambalo limeweza kutokea. Kwa hiyo hapa tusubirie kafu watakuja na tamko gani mara baada ya kufanya uchunguzi wao. Lakini adhabu ya pili ni kuwekewa limiti ya mashabiki kuingia uwanjani au kukatazwa kabisa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo na kawaida huwa inazuiliwa kwa michezo miwili mashabiki kuto kuingia uwanjani. Ushanielewa ndugu yangu mwana michezo unanisikiliza sasa hivi. Adhabu ya tatu ni vyote kwa pamoja, kupigwa faini lakini pia kuweza kuzuiliwa mashabiki. Sasa kwa upande wa klabu ya Yanga watanufaikaje na hizi adhabu ambazo kafu wanakwenda kuzitoa dhidi ya timu ya JS Kabylie lakini pia dhidi ya timu ya AS FAR Rabat? Kwa upande wa klabu ya Yanga, karata yao kubwa ipo pale kwa AS FAR Rabat, ambao huyu ni mpinzani ambaye klabu ya Yanga watakutana naye kwenye mchezo wa marudiano pale nchini Morocco. Kama ninavyofahamu, klabu ya Yanga mchezo wa nyumbani aliweza kumfunga bao 1-0. Sasa kwenye mchezo wa marudiano, endapo kafu atatoa adhabu ikiwemo moja wapo kati ya hizi nilizokuambia, aidha kupigwa faini au adhabu ya kufungiwa mashabiki kuingia uwanjani kwenye mchezo kati yao dhidi ya timu ya FAR Rabat. Kwa hiyo hapa klabu Yanga wanaweza wakanufaika sana. Kama ninavyofahamu, mashabiki kutokea pale nchini Morocco huwa ni mashabiki wenye hamasa sana. Naweza kusema ya kwamba hii itakuwa ni karata dume kweli kwa klabu ya Yanga na itanufaisha vilivyo kuelekea mchezo ujao endapo kafu watafanya maamuzi sahihi kulingana na uchunguzi. Kwa hiyo tutategemea ile pressure mashabiki wale mashabiki vichaka kabisa kutokea kwenye timu ya AS FAR Rabat ikapungua kwa klabu ya Yanga, na tukashuhudia mchezo ukichezwa bila mashabiki na pressure ikawa ndogo, na klabu ya Yanga huenda kaondoka na chete kitu, aidha alama 3 au alama 1 kwenye mchezo kati ya AS FAR Rabat dhidi yao, mchezo ambao unatarajiwa kufanyika mara baada ya kupisha michuano ya AFCON mwezi huu wa 12, na tutegemea mchezo huu kufanyika kwenye mwezi wa kwanza na kuweza kushuhudia kabumbu safi kati ya AS FAR Rabat dhidi ya Yanga Sports Club. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo mwana mchezo wangu ili nawe uweze kufahamu kulingana na kile ambacho kafu wameweza kukitolea ufafanuzi ama kafu wameweza kutoa tamko kuhusiana na hicho ambacho kiliweza kutokea kwenye hiyo michezo miwili. Sasa kama unachocha kitu, maoni yako kama mtazamo wako, njoo utuambie sasa hivi kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow na kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe.